mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na serikali yetu kwa kuweza kuyahifadhi na kuyalinda urithi wa eneo letu hili, lakini pia majengo yetu yaliyokuweko katika maeneo haya, pamoja na kuhakikisha kwamba wanaulinda na kudumisha ule urithi wetu wa utamaduni, huku tukikabiliana na changamoto nyingi sana zinazoonekana za tabia nchi zinazoikumba dunia katika wakati huu. Lakini kipekee kabisa wamechagua wenzetu msikiti wa Bamnara ambao ni msikiti ambao una hadhi na heshima ya pekee katika mwambao wa Afrika Mashariki na Kati, sio katika Zanzibar tu, kwa sababu huu ni msikiti wa grade 1. Ni misikiti hii iko mitatu tu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Mmoja uko Somali, mwingine uko Kenya, na watatu uko hapa Unguja, tena Malindi, tena katika kitovu cha utalii. Na kupongezeni sana tayari, ambao msikiti huu umejengwa katika karne ya 19 kuanzia miaka ya 1834 mpaka mwaka 1835 ulipomalizika. Historia hapa imekwisha kuelezwa vizuri sana. Lakini kuuenzi na kuhudumisha msikiti huu sio kwamba ni eneo la kuswalia tu au la kutoa elimu ya dini, bali ni eneo la kudumisha na kuendeleza ule utamaduni wa ati na usanifu wa ujenzi unaonekana katika historia za kale katika wakati uliopita. Kwa hivyo hili ni jambo jema, na jambo hili linapaswa kuweza kuungwa mkono, kuendelezwa, na sisi sote pamoja tukaweza kuona kwamba hii ni lulu, tuienzi na kuidumisha kabisa. Kwa hivyo ujenzi huu umekuja na neema, kwanza kabisa kuwapa watu taaluma, la pili kuwaweka watu pamoja, watu wanakwenda kushirikiana waliokuweko karibu na eneo lile kuhakikisha kwamba wanauenzi, wanauendeleza na kuhakikisha kwamba msikiti ule unakuwa bora na unavutia katika maeneo yote ya mwambao wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini msikiti ule unamilikiwa na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, ndio mwenyewe kwa sababu maalum. Lakini wakfu kama walivyo wakfu wana mambo yao wenyewe ili kuweza kuendeleza na mambo mengine. Mimi nitoe wito kwa Kamisheni ya Wakfu pamoja na sote tuliokuwemo, wana masikitiko yao wameyatoa, lakini tutoe rai kwamba kwa wale wote ambao wanaotumia majengo ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, basi waweze kutekeleza wajibu wao kikamilifu kwa kuweza kutoa haki ya watu. Ile sio haki yao, ni haki ya watu, ili majengo yale, amana ile iweze kuendelezwa na kuwanufaisha wengi wengine, kama malengo yaliyowekewa wakfu yaweze kufikiwa. Kinyume na hapo, watu wale wanaotumia mali za wakfu pasina kuweza kutekeleza wajibu wao wanapata dhima na jukumu kubwa mpaka kwa Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe. Kwa upande wetu sisi Tanzania, hususan Zanzibar, tumebahatika tuna mji mkongwe huu ambao ni humo ndani ya orodha ya urithi wa dunia. Kwa hivyo sisi wakaazi na watumiaji wa mji mkongwe, tunachotakiwa na sisi tuhakikishe na sisi tunasaidia juhudi za serikali kuhakikisha kwamba mji wetu unaendelea kuwa katika hadhi yake kama ulivyokusudiwa uwe. Kwa hivyo hili ni muhimu sana, tusaidiane, na ndio maana jumuiya inafanya yote haya, kuelimisha watu na mengineo mbalimbali, kuanzia mashule, mitaani na kadhalika. Lengo letu kuu ni hilo, kuhakikisha kwamba mji wetu unaendelea kubaki katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Jengine katika hili, mradi wetu tunafadhiliwa na jumuiya inayoitwa Alif Foundation. Alif Foundation ambayo makao makuu yake yako Geneva, Uswisi. Jumuiya hii
fedha zake inachangiwa na nchi mbalimbali ikiwemo Saudi Arabia, UAE, Morocco. Hawa ndio wachangiaji wakubwa, na mbali ya hayo kuna matajiri binafsi vile vile. Baada ya kuona juhudi zinazochukuliwa, nao pia wameamua kutia pesa zao kwa lengo zaidi la kusaidia kuhifadhi urithi ulioko katika maeneo yaliyo hatari, kama wenzetu wa Mashariki ya Kati sasa hivi wako katika vita maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali, kuanzia Syria, Iraq, Iran na kuendelea kote. Kuna sehemu zao muhimu sana za kihistoria zimeathiriwa. Sasa jumuiya kama hili inasaidia maeneo kama yale kurudisha katika hali yake ya asili baada ya vita kumalizika. Lakini na sisi tumebahatika mara hii kutokana na umuhimu wa malengo ya jumuiya yao, ambao hawatizami maeneo ya vita, wanatizama mpaka maeneo ambayo yanaathiriwa na hali ya hewa au mabadiliko ya tabia ya nchi kama tunapojua kwa sasa hivi. Kwa hivyo na sisi tumebahatika, na sisi baada ya ushirikiano na wenzetu, tunashukuru sana. Juhudi zetu vile vile zimetusaidia kuwaingiza na wenzetu wa Komoro katika mradi huu. Tuko pamoja nao kwa kipindi. Komoro walikuwa na shida, hawana wataalamu wa kuwasimamia kutengeneza majengo yao. Kwa bahati tunashukuru kwanza na sisi upande wetu tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuwezesha. Bila kutuwezesha sisi tusingeliweza kufika hali tuliyofika. Tunashukuru sana serikali yetu na tunaomba iendelee kutusaidia. Kwa hivyo wenzetu wa Komoro baada ya kutuona sisi tulipopiga hatua, wakaja wakatuomba na sisi kutaka msaada wetu. Tumewasaidia, tumewapelekea wataalamu wetu, wamekwenda kuwasaidia kuwafanyia matengenezo yaliyostahili, na baadaye wameomba na wao kuingia katika jumuiya ambao sisi tunashirikiana nayo pamoja, na wao pia halikadhalika wamekuwa wanachama. Kwa hivyo mradi wa mara hii umekuwa wa pamoja, tumepata sisi na wao kutokana na kwamba tuko katika jumuiya moja sasa hivi. Hili ni jambo muhimu. Kwa hivyo mimi ningelitoa wito vile vile kwa wenzetu Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Mambo ya uhifadhi si mambo ya mtu mmoja binafsi, ni mambo ya jamii yote. Kila mtu yanamgusa na kila mmoja anajua umuhimu wake. Kwa hivyo wito wangu, taasisi mbalimbali pamoja na watu binafsi wenye uwezo wao wachangie kusaidia shughuli hizi. Muhimu wa uwekaji wa wakfu, ambapo tangu 1890 wakati huo Mwingereza pamoja na sultani ilikuwa wakfu, yani zinafanya kazi ipasavyo, na tunaambiwa kuwa katika vita vya pili vya dunia Zanzibar iliweza kusaidia kwa hali na mali katika chumo linopatikana katika collection ya wakfu, basi iliweza kusaidia vile vita katika nchi za Uingereza na hizo zote nchi zilizoweza kuathirika. Hii inatuonesha nini? Ni kwamba ile hidaya, kama tunavyozungumza, jumuiya ya uhifadhi inazungumzia kuhusu uhifadhi, lakini sio uhifadhi, kwa sababu tukizungumza uhifadhi sio lile jengo peke yake, lakini na zile ethic, mojawapo ni umuhimu wa uwekaji wa wakfu. Mheshimiwa, umuhimu wa uwekaji wa wakfu ikiwa sisi wananchi pamoja na serikali, kwa sababu uwekaji wa wakfu ni kuzuia, yani unatoa kitu chako wewe unakizuia, katika kilugha tunazungumza hivyo, ili kisiweze kurithiwa na familia yako au na watu wengine. Pia unakuwa kama unatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa hivi tukiangalia, mpaka tukaweza kushirikiana na wenzetu wa jumuiya, tukaomba msaada wa kitekniko kutokana na hali ya ile jengo ulokuweko. Udhaifu mkubwa tuliokuwa nayo Mheshimiwa ni kuwa wale ambao tumewakodisha katika zile nyumba zetu za wakfu hawatoi kodi ipasavyo. Na hiyo inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu zile nyumba za wakfu zimewekewa kushughulikia misikiti. Ile donation inopatikana ishughulikie ile mali yenyewe, ikesha ishughulikie na ule msikiti. So msikiti jengo tu na imamu anapewa posho lake, kwa baadhi inategemea na yule mtu alivyoweka ule wasia wake. Lakini pia mfyagiaji wa msikiti wenzetu, yani wazee wetu waliliweka hilo, kwa sababu wamesema ibada ni kama kujitolea.
ili kama mfano tunavyozungumza walimu wa chuoni wanapopata shida, wazee wafanye donation wawape wale. Lakini wenzetu walifikiri kwa ukubwa, wakasema bora tuziweke mali ambazo zitasaidia hizi misikiti. Sasa hili mheshimiwa, ni tatizo kubwa ambalo linatokea, kuweza kuathirika ile misikiti yenyewe, lakini pia kuweza kuathirika na zile mali zenyewe. Hivyo Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana kwa niaba ya katibu mtendaji tunatoa shukurani zetu za dhati kwa Jumuiya ya Uhifadhi ya Mji Mkongwe kwa kuweza kuungana na sisi katika miradi tofauti na kuweza kubahatika kwa mara hii tukapata huu mradi wa Stone Salt. Mradi huu ni mradi wa miaka miwili ambao umefadhiliwa na watu wa au taasisi ya Ali Foundation ambao makao makuu yake yako Geneva, Uswisi. Na mradi huu malengo yake makubwa ni kuweza kusaidia ukarabati wa jengo la Msikiti Bamnara. Msikiti Bamnara ni msikiti wa kihistoria ambao umeasisiwa au umejengwa mwaka 1834 mpaka 35, na huu ni msikiti ambao upo katika eneo la kihistoria, na ni msikiti hii iko misikiti ya aina hii mitatu tu katika eneo la Afrika Mashariki, ambao msikiti wa kwanza ni huu ambao tunauona hapa, na mwingine uko Somalia, na mwingine upo Kenya. Kwa hiyo ni msikiti huu sio tu sehemu ya ibada, lakini pia ni kielelezo cha historia na maingiliano ya watu ambao walitoka maeneo ya mbali kuja hapa Zanzibar kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo ukarabati wa msikiti huu utasaidia sana hasa kuhuisha na kuendeleza urithi na historia yetu, lakini pia itaweza kutengeneza mazingira mazuri katika sehemu ile kama ni eneo la ibada. Lakini vile vile kwa siku hizi duniani kuna kitu ambacho kinaitwa Islamic Heritage, kwa maana ya kwamba ni utalii wa Kiislamu. Watu wamekuwa wakitembelea katika miji mitukufu mbalimbali duniani, kwa mfano labda Jerusalem, Maka, Madina na maeneo mengine kwa ajili ya kwenda kuangalia historia za Kiislamu. Kwa hiyo kwa wageni wowote wale ambao watakuwa wana interest au wana hamu ya kuja kuangalia maeneo kama haya, msikiti Bamnara ni mmoja kati ya maeneo haya.